Kwanza sisi tunashukuru sana kwa mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwa kuweza kuja na kuweza kujionea nini VETA tunafanya. Na nipende tu kuwaambia kwamba kuja kwake sio kutaka kuijua VETA. Ni mzee wetu, lakini pia ni Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ambaye alisimamia pia matokeo na maboresho ambayo VETA yameweza kutokea na mengine ambayo sasa hivi tunayaona yakiwa yamefanyika. Kwa katika miaka yetu hii 30 tuliona pia, kwa sababu na yeye pia ni mmoja wapo ya watu ambao waliweza kushiriki na kuhakikisha kwamba VETA ina uwezo wa kuweza kuhakikishiwa kufanya vitu vyake na kuweza kutoa ujuzi kwa Watanzania, ni vema na yeye aweze kushiriki na kuweza kujionea wapi tulipotoka, alipokuwa ametuacha, na wapi tunapotaka sasa hivi kwenda na tulipo. Na kama alivyosema, ameweza kujionea mengi na ameona kabisa kwamba sasa hivi, amesema anaondoa shaka, anaamini kwamba gurudumu hili la utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini litaenda vizuri, na amekuwa ni mtu ambaye anatushauri na kutuambia tuendeje katika maeneo mbalimbali ya ujuzi. Na sisi tunashukuru sana kwa kuja kwake, kwa kuzidi kutupa maoni, mawazo pamoja na maelekezo ambayo anaona kwamba tunatakiwa pende tukayafanye kwa ajili ya mustakabali mzima wa wananchi wa Kitanzania. Lakini nipende tu kusema kwamba kama alivyosema, ujuzi ni kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote wa Kitanzania ambaye anatakiwa aweze kuupata na kwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo nipende tu kusisitiza vijana kutumia fursa hiyo kama ilivyosemwa na mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwamba ameona ujuzi hapa nchini unahitajika na vijana waweze kwenda kuupata. Lakini nipende tu kutumia fursa hii kwamba kusema kwamba VETA tulikuwa na maadhimisho haya ya kilele cha miaka 30 ya VETA ambayo tulianza tarehe 18 na kesho ni tarehe 21 ambapo maadhimisho haya yataweza kuja kufungwa.